Tanzania yajikwaa kwa maneno yake yenyewe. Kauli za zua moto mitandaoni. Manake katika video hii nitakuonyesha kauli 4 tofauti, zote zikitoka kwa Watanzania au watu wa karibu na mjadala huu. Kauli ambazo zimezua maswali mazito sana kuhusu umoja wa jamii, support, heshima wa wasanii na content creators wa Tanzania. Tazama hadi mwisho alafu niambie, je, hizi ni kauli za ukweli mchungu au ni kujidharau hadharani? Kwa muda mrefu Tanzania imejulikana kwa wasanii wakubwa, utamaduni mzito na sauti kubwa Afrika Mashariki. Lakini mitandaoni kuna mjadala mpya unaochukua nguvu, mjadala wa Watanzania wenyewe kuwakosoa au kuwapuuza wenzao. Na kinachofanya mjadala huu kuwa mzito zaidi ni kwamba kauli hizi zinasikika wakati dunia nzima inatazama. Huyu ni Yuda Professor One, TikToker maarufu kutoka Tanzania. Katika video yake alitoa kauli nzito sana, akisema kama kuna nchi ambayo watu wake ni wavivu basi ni Tanzania. Alienda mbali zaidi hadi kusema hata kama Afrika Mashariki ingeungana kuwa nchi moja, Watanzania bado wangekuwa mwisho. Je, hii ni kauli ya mtu aliyekata tamaa au ni kuharibu taswira ya nchi yako mwenyewe hadharani? East Africa, nchi ambayo inaongoza kwa watu wavivu ni Tanzania. Yaani tukiungana tuseme East Africa tuwe nchi moja, wataanza Wakenya watachukua kazi zote, watakuja Uganda, Tanzania tutakuwa wa mwisho. Watanzania tuna uvivu sana. Tuna mambo ya Uswahili. Hatutimizi ahadi. Sehemu za kazi hatujali, unakuta jitu liko kwenye duka linapiga, unaongea na mtu mteja umeenda, linaongea tu na simu, halo, mteja umefika hapa unashangaa. Hatuna customer care, kwa hiyo inabidi tujibadilishe. Yaani kama tunaogopa East Africa, kwa sababu tunajua kazi zetu, tunanyang'anywa kazi. Yaani mtu akija ambaye anajali kazi, anakunyang'anya kazi yako. Hakuna mtu anataka kufanya kazi na mtu mzembe, mtu mvivu. Umepewa kazi, fanya kazi. Sio unakaa sehemu ya kazi unakaa unaongea na simu, una chat tu. Ni lamba watu vibao. Video ya pili inamuhusu content creator Elmando akizungumzia kwa nini IShowSpeed hakufika Tanzania. Elmando alisema kitu kilichowashangaza wengi, akadai kuwa IShowSpeed hamjui hata superstar mmoja kutoka Tanzania. Kauli hii iliwagusa wengi, hasa ikizingatiwa Tanzania ina wasanii waliovuka mipaka ya Afrika Mashariki. Lakini tena, je, ukweli unauma au ni dharau isiyo ya lazima? Hakuna star yote Afrika anaweza kufanya hivyo. Yaani aende taifa apate umati kama ule, hayupo. Hiyo niamini mimi kanisa. Kuliko Marwaka na IShowSpeed. Yes. Lakini mbona Tanzania si kama tunawadharau? Kwa sababu sisi tuko nyuma. Yule unaomtaja ni nani? Rais wa Marekani wakati anafanya campaign za urais amewatumia ma streamer Speed, Kai Cenat kufanya campaign. Unaelewa? Huyo unaomuita nani? Ana uwezo akienda kwenye taifa anasimamisha mpaka rais. Jana umeona rais wa Ruto kazungumza kuhusu social. Umeshaelewa? Kazunguka mataifa yote Tanzania. Umeshaelewa? Anaalikwa kwenye ma-event makubwa. Yule anamsimamisha Ronaldo, vuta picha. Cristiano Ronaldo anamjua Speed. Anasimama, anashuka, anapiga naye picha, anamwambia mwanangu anakufuatilia sana. Umeshaelewa brother? Sasa ndio maana siku tukija kujua umuhimu wa watu kama wale, ndio tutakuja kuzungumza ana faida gani. Sasa sikia, according to your view, unahisi kibongo IShowSpeed anaweza kana mfahamu star gani? Bro, juzi wakati uko kwenye live ya Kenya, watu walikuwa wanaandika simu yake sanaweka hapa. Yaani hiyo simu maana yake anasoma comment, anaangalia subscriber wanavyopanda. Watu wakawa na comment neno mood na Ruto. Akauliza mara kwanza, what is the mood? Anamuuliza Mkenya, mood ndo nini? Wakenya wenyewe wanajua maana ya mood. Then akasema Ruto, who is Ruto? Kusikilizisha hiyo clip brother. Umeshaelewa? Sasa hiyo ni rais ambaye rais katoka kuzungumza rais. Rais wa Kenya akamkaribisha. Then yeye kwenye live anauliza who is Ruto? Hivi unahisi angekuja Bongo angepokelewa na kina nani? Watu wa karibu yake. Mimi niliwaza kitu moja. Kuna mshikaji huko Zanzibar anaitwa Jamal. Yule jamaa kupiga makachu. Okay. Very smart guy. Wa pili Leonardo. Yaani yule mtu ambaye anazungumza ungempa Leonardo kwamba Leonardo ongea naye ndio unazungumza naye kwenye kustream. Leonardo. Sasa hapa ndipo mjadala unapochukua sura yake ya kipekee zaidi. Elimumtaani.com ni Mtanzania anayeishi nje ya nchi. Alisema wazi kuwa afuatilii baadhi ya wasanii wakubwa wa Tanzania licha ya yeye kuwa Mtanzania. Akimtumia Harmonize kama mfano, alitoa sababu zake binafsi kwa nini hana interest ya muziki wake. Hapa ndipo swali linapobadilika kabisa. Je, ni haki kukosoa msanii wako mwenyewe hadharani kwa audience ya dunia nzima?
elimitaani.com. Yaman. Bana, mimi ni mmoja kati ya watu ambao siwafuatilia wasanii wetu wakubwa. Na kitu ambacho kinachonifanya nisiwafuatilie ni kwamba ninapoona mambo mengi wanaoyafanya naona hivi vitu vitatu: ushamba, ulimbukeni na ujinga. Unajua hivi vitu ni ndugu Kama ni mama mmoja basi vinakuwa tu baba tofauti. Kwa sababu ujinga ni kutojua vitu. Ukishavijua umeondokana na ujinga. Kwa hiyo sote tunaanza kwenye ujinga. Ushamba ni vile vile kutojua vitu, kutoona vitu, lakini ukishavijua na kuviona unaondokana na ushamba. Na ulimbukeni sasa ni hivyo hivyo, ila tofauti ipo ndogo tu. Ulimbukeni sasa ni kutomiliki vitu au kutokuwa na vitu, na hivyo vitu ukishavipata unavizoea, havikupelekeshi tena, unaviona vya kawaida. Ikiwa hivyo vitu bado wewe miaka na miaka unaviona vigeni vinakupa mawenge, basi ujue wewe bado, huo ndo ulimbukeni. Sasa hicho ndo kitu ambacho kinasumbua wasanii wetu. Bado walimbukeni wa usanii, walimbukeni wa ushamba, walimbukeni wa umaarufu, walimbukeni wa pesa. Bado hivi vitu hawajavizoea na sijui watabadilika lini. Kwa mfano kama huyu hajui haya mamoshi haya ni athari kwa wengine au ni karaha kwa wengine. Hajui ya mamoshi ni starehe. Okay, upo sehemu kisheria, klabu kisheria, umepiga vitu vyako, garden nini, unapiga vyombo vyako private fresh. Lakini sio kwa kila pahali na kwa kila mtu. Kwenye gari mamoshi, una mabodyguard. Ama bodyguard wake ni watu wa mazoezi, kwa hiyo hawahimili moshi. Na unajua sigara au hivi vitu vya moshi, mtu anayetoa huyo aliyoko pembeni ndo anaathirika. Elimu hii hana. Okay, hawa bodyguard wake hawezi kumwambia kwa sababu ya unyonge. Watu stranger anokutana nao, hajui kama wengine hawapendi mambo ya mamoshi ni karaha kwa wengine. Yaani yeye moshi tu kama mganga anafukuza wachawi. Huu ni ushamba, na sijui kwa nini watu hawamwambii kama huu anaofanya ni ushamba. elimitaani.com. Yaman. Na sasa tusikilize mtazamo wa nje. Watangazaji wawili wa redio kutoka Kenya walidai kuwa si Tanzania iliyomkataa iShowSpeed, bali ni iShowSpeed mwenyewe aliyekataa ombi la kwenda Tanzania. Hii statement ilibadilisha simulizi lote, kwa sababu ghafla inaonekana kama Tanzania haikukosa support, bali ilikosa consensus ya simulizi. Pale Tanzania! Lete baba! Unajua wakati nilikuwa likizo, nilimuona kijana mdogo anayekwenda kwa jina iShowSpeed. Amepanga tour ya Afrika ndani ya siku 28. Pigo tena zaidi. Yaani hizi siku 28 amepanga itinerary yake kwamba atatembea mataifa mbalimbali, selected few Afrika. Naam. Hapa ipo Algeria, ipo Angola, ipo Benin, ipo Botswana, ipo Egypt, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Zambia, Zimbabwe, and the capital city of Africa, Kenya. Wasema lazima uiekeze pale. Ni ukweli. Kenya is the capital city of Africa. Correct. You can take it to the bank, World Bank to be precise, and get an unsecured loan with that. Sasa baada ya iShowSpeed kuja Kenya, naam, majirani wakaanza kutokwa na ute. Wanatata. Wanataabika, wanahangaika, wanashangaa inakuaje iShowSpeed haje papa hapa Nairobi, lakini asikanyage Dar es Salaam wala asikanyage Kampala Uganda. Msemaji wa serikali ya mama Kizimkazi, Mama Samia Suluhu Hassan, bwana, baada wa Tanzania kwanza kiuliza, kwani hii nchi yetu imerogwa tangu Samia Suluhu awe raisi? Manake mambo yanatupita tu, sisi tunaangalia. Ilibidi msemaji bwana take the bullet for the president. Grayson Msigwa akasemaje? Akasema wamejaribu mbinu zote kama serikali kuwasiliana na iShowSpeed na timu yake ili aweze kufika Tanzania, angalau aone mazuri ya Tanzania. Tabu ni kwamba bwana wamecheki hivi, in fact yule jamaa kujibu email za iShowSpeed
Anacheka, anasmile, alafu anakula baga, endelea na shughuli zingine. Kwa sababu wakiangalia hivi wanajua kijana wao akija Tanzania mtampatia uhaini. Sasa anakujaje huko? Akisema oh my god, akisema uhaini. Kwani nyinyi amuoni na nyinyi kama WhatsApp group? Unajua hapa Kenya alifundishwa habari yako. Sasa alikuwa anakimbia habari yako, yani kama ni vita. Sasa watamchukulia mwaini, watamchukulia mwandamanaji. Manake wa Tanzania walionifuata inbox wameniambia Mbaruk, sisi tunaungulika. Inakuwaje Wamasai wa Kenya wameonyeshwa ulimwengu mzima kwamba hilo ndio kabila kubwa zaidi hapa Kenya, lakini Wamasai wanatoka kwetu Tanzania? Kwani Tanzania ukwaju jamani? Yani mwanangu, kwa nini tuandike na mati na wino upo? Huyu ni spokesperson wa serikali ama wa nchi ya Tanzania. Anaitwaje mwanangu? Ni familia upi ama? Anaitwa Grayson Msigo. Ukiangalia vizuri atakuwa ni mshenga huyu. Tunacheza kanda hii kwa hisani ya Clouds Media. Sikiliza msikilizaji. Kweli tuliwasiliana na management yake, na sisi tunaamini kwamba ukaribisho wetu anaendelea kufanyia kazi. Tulipata taarifa bahati nzuri mapema kwamba atakuwa na ziara ya Afrika, na tulipima umuhimu wa hiyo ziara, kuihusisha pia Tanzania, tukamwandikia. Kwa hiyo tunasubiri majibu yake, atuambie lini atakuwa tayari kuja kutembelea Tanzania. Lakini ni ziara ambayo tunadhani ni muhimu katika jitihada zetu za kutangaza fursa mbalimbali za utalii, fursa za uwekezaji, za biashara, kuitangaza nchi yetu, kuiambia dunia uhalisia kuhusu Tanzania. Nadhani ni mambo ya msingi, na sisi tunaona kwamba tuna mambo mengi ya kuionyesha dunia kupitia kwake ikilinganishwa na wengine. Kwa tunaamini, yani kiufupi, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan, Grayson Msigwa, anasema iShowSpeed pamoja na timu yake wamewa blue tick. Lakini bro, unajua ukiangalia bro, yani like he had arranged the trip for 28 days. Yes. And he deliberately left out the country. Kisa na sababu atrocities ambazo zilifanyika Tanzania. Correct. Na yeye ni mtu ambaye ana depend na live stream. Unfortunately, Uganda leo imefungwa. Bwana leo net imefungwa. Bwana na pia huwezi kusajili hata sim card mpya. Bwana Tanzania wakati wote inafungwa internet, wanashangaa inakuaje. Sasa streamer ata stream vipi kama internet kila time inafungwa? Ni kama wanajua hata stream nini, wezaona stream ni uhaini. Da. Kwa hivyo bana, inabidi mujikaze sana Tanzania. Angalia not this year. Si leo. Not this alafu year. Kila siku tukiwaambia sisi Kenya tunakuaga mbele, mnafikiriaga sisi tunaongopea. Matokeo mnayoyaona ni ishara ya kwamba hili taifa halina mpinzani. Kwa mpigo tena zaidi. Angalia Magical Kenya. Angalia tu jinsi wizara yani it was ya utalii, it was beautiful, ilivyojitoa kimasomaso kuhakikisha kwamba Kenya imewekwa katika ngazi ya kimataifa. Na wameangalia, wote wametizama, and people will be coming to this country, you know, na kwa sababu kuna uhuru. Lakini pale Tanzania uhuru upo wapi? Uganda uhuru uko wapi? Kwa hivyo jameni, subirini. Kuna iShowSlow yupo, labda iShowSlow, lakini iShowSpeed kwani iShowSlow si Mwijaku? Hapa nao tumeenda sana. Wahaini jamani, ndio kwanza tunaanza kipindi. Baada ya kuona kauli hizi zote, swali linabaki moja tu. Je, Watanzania wengine ndio wanawapiga wenzao vita zaidi kuliko hata watu wa nje? Na kama sisi hatujisapoti wenyewe, tunategemea nani atufanye wakubwa? Niachie maoni yako kwenye comment section bila matusi. Je, hizi ni kauli za ukweli unaoumiza au ni kujidharau? Au je, Tanzania inajisapoti vya kutosha mitandaoni? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.